Yes, habari za muda huu waandishi wa habari. Tunakwenda kwenye msimu wa 7 wa knockout ya mama. Mimi nijigusie machache tu ambayo mnapaswa kuyafahamu, maana ya kwamba venue itakavyokuwa. Setup ambayo knockout ya mama ya msimu wa 7 itakuwa setup ya tofauti sana kati ya zote zilizowahi kupita, kwa maana ya kwamba sisi kama Mafia Boxing Promotion tunakwenda kufunga kalenda yetu ile ya mwaka katika ile misimu ya knockout ya mama, lakini tunakumbuka ya kwamba Watanzania kwa ujumla tarehe 31 tunakwenda kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha 2026. Sasa hebu pata picha hiyo combination itakuwa ya namna gani. Mimi niwaambie tu tarehe 31 setup itakayofanywa viwanja vya Posta Kijitonyama haikuwahi kufanywa na promotion yoyote ile nchini Tanzania. Hilo niwahakikishie. Na ikitokea mmekuja tarehe 31 Disemba viwanja vya Posta mkaona setting inafanania na setting fulani ambayo watu fulani waliwahi kufanya nchini Tanzania, mimi niko tayari. Natoa ahadi hii hapa. Niko tayari kutoa zawadi ipi ya milioni 1 cash. Rudia tena maana kwenye hela wa Tanzania na waelewa. In case nazungumza setting ya ground itakayofanywa pale tarehe 31. In case ukaona setting iliyofanywa pale tarehe 31 inafanania na promotion yoyote iliyowahi kuandaa ngumi Tanzania, sisemi ifananie tu japo kwa udogo, mimi niko tayari kutoa zawadi ya shilingi milioni 1. Najiamini na maana natoa hii ahadi kwa waandishi wa habari, kwa maana tuje kushuhudia huu usiku wa kipekee, kwa maana ya kwamba huu usiku ni msiku wa kipekee, na Mafia Boxing Promotion tumeandaa huu usiku sio tu ngumi peke yake. Huu usiku kwetu tunaufanya kama ni mchoko wa kifamilia. Kwa hiyo uje wewe, mtoto wako, dada yako kazi, tusherekee pale kwa pamoja. Screen zitakazofungwa pale ni LED mita 10 zitakazo kufanya wewe umeona mtu kapigwa jab, pengine ulikuwa unazungumza na simu ama uko washroom, ukuona ile jab na mtu yuko down, zile screen zitakusaidia kuona yale marudio live pale. Lakini pia Mafia Boxing Promotion tunakujali wewe Mtanzania, kwa maana ya kwamba bila wewe hakuna Mafia, bila wewe hakuna boxing. Pia tutakupa zawadi ya maji in case umeshangilia sana, koli imekauka, tutakupa maji. Unajua huu usiku kwetu tunaofanya ni usiku wa sherehe, na sherehe haiwagi kinyonge, na ndio maana tunatoa hizi zote ili mtu ukija pale ukutane na full package, na mwaka tutaufunga pale pamoja, tutaufungua pamoja, kwa maana ya kwamba fireworks za kutosha zitapigwa pale. Usiende popote tarehe 31, sogea viwanja vya Posta Kijitonyama. Mkurugenzi amegusia mikanda ya WBO. Mimi niseme kwamba niwaambie waandishi wa habari, hii mikanda mitatu mikubwa ya WBO, kwa maana ya kwamba WBO Middle Africa, WBO Light Heavy Africa, WBO Heavyweight Africa ni miongoni mwa mikanda mikubwa sana, na kwa Tanzania haijawahi kutokea usiku mmoja mikanda hii mikubwa ikapiganiwa. Huu mkanda anaochezea ndugu yangu Richard Mtangi haliwahi kumiliki bondia fulani nchini Tanzania, lakini kutokana na sintofahamu na tunavyojua sheria za mikanda, ukishinda mkanda hautakiwi kukaa nao chumbani kupiga nao picha, inabidi uendelee kuchezea, kwa maana utetee. Ikitokea umekaa nao muda mrefu, wenye wanaohusika na hiyo mikanda wanaupokonya huo mkanda. Sisi kama Mafia tukasema hapana, huu mkanda ni miongoni mwa mikanda mikubwa sana, tunauhitaji. Tukamwambia Richard, tunataka hii heshima irudi tena nchini Tanzania, kwa maana WBO Middle Africa anauchezea huu mkanda. Mkanda anaochezea Frank Shegembe ni heavyweight WBO Africa, lakini pia mkanda anaochezea Semale Wele ni light heavy. Ni usiku mmoja. Ushawahi kukutana wapi na hii moment? Asikwambie mtu boxing ama mchezo wowote, zawadi ni kitu kikubwa sana. Mtu anayekwambia kwamba mimi sipigani mikanda ni sawa sana hadithi za sungura zile, sitaki bichi hizi.
mkanda una heshima yake kwenye boxing kubwa mno. Leo hii tunawazungumzia bondia mkubwa Terence Crawford, ana sifa kuu ambayo ni historia duniani kwa sababu ya mikanda, sio kupigana mapambano mengi ya mkalinani. Sio, tumeelewana? Kwa hiyo tunaomba sana Watanzania tusipotoshane kwenye hii mikanda. Ni status kubwa sana kwa bondia.